Okay, tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya jinsi ya kuwa na msimamo imara maishani hata kama unajisikia mwoga. Katika sehemu hii tunaenda kwenye mbinu ya pili ambayo inasema jifunze sanaa ya kusema hapana bila kujitetea kupita kiasi. Unajua neno hapana ni neno lenye nguvu sana kwenye mtu ambaye anataka kuweka msimamo, kwa sababu unajua hapana ni sentensi ambayo huwa inaonyesha kwamba kitu fulani wewe haupendezwi nacho. Sasa unajua watu wengi huwa wanaogopa kusema hapana kwa sababu wanakuwa wanaona kama hapana ni sentensi ambayo haijakamilika. Sasa leo nitaenda kukufundisha jinsi ya kusema hapana kwa ujasiri bila kutoa maelezo marefu yanayokufanya wewe uonekane mdhaifu. Sasa jambo la kwanza kabisa, tambua kuwa hapana ni sentensi kamili. Unajua watu wengi akisema hapana anaanza kutoa maelezo kwamba ninaumwa au nina kazi nyingi au sitaweza kufika kwa sababu sijajipanga vizuri. Unajua unaposema hayo maelezo kwamba leo sitaweza kufika kwa sababu sijajipanga vizuri, mtu anaweza kukutengenezea mazingira ujipange vizuri ili uende. Unaona sasa hapo unakuwa hujamkwepa. Au unaweza kusema sina nauli, anakuambia basi atakupatia nauli. Lakini unaposema sitaweza kufika, manake unakuwa umeonyesha msimamo ambao yeye hawezi kubomoa. Unaposema sentensi hapana, usitoe maelezo zaidi. Ukisema sitaweza kufanya, basi mtu anajua kwamba umesimamia msimamo wako. Lakini unaposema siwezi kufika kwa sababu najisikia ninaumwa au nina kazi nyingi, atakwambia basi hizo kazi utafanya kesho. Hapo huwezi tena kumkwepa. Sasa hii ndio changamoto kwa watu wengi. Unakuta anasema hapana alafu anatoa maelezo mengi. Lakini jambo la pili, tumia mbinu ya sandwich, the sandwich method. Sasa hii sandwich method ikoje? Manake unapokuwa unaongea na mtu ili usionekane mtu mwenye jeuri au mkali au mtu mwenye dharau, unaweza kutumia hii mbinu ya sandwich. Ukamwambia kwanza kwa maneno mazuri mwanzoni, ukamwambia asante labda kwa kunialika, lakini katikati ndo unasema hapana. Unamwambia lakini sitaweza kufika kwa sababu kuna mambo ninamalizia amenibana. Alafu mwishoni unaweza kumalizia tena kwa maneno mazuri. Ukasema labda asanteni sana kwa kunialika na muwe na kazi njema. Kwa hiyo mara nyingi hii inapunguza ile namna ya mtu kujisikia vibaya. Kama unajisikia labda ukimwambia mtu ambaye unamheshimu au mtu mnaheshimiana sana, ataweza kujisikia vibaya. Unaweza kutumia mbinu ya sandwich method. Lakini jambo la tatu, unaweza kutumia mbinu ya sentensi nitakujibu baadaye. Hii tunasema ni kama kununua muda, kubuy time. Unapokutana na mtu akakwambia ufanye jambo fulani, kuna muda unakuwa unajisikia kama wasiwasi, hofu au unashindwa kutoa maamuzi sahihi, unaweza kutumia mbinu ya nitakujibu baadaye. Unaweza kumwambia hebu ngoja nifikirie, niangalie muda wangu, baada ya saa moja nitakujibu. Na muda mwingine kama ukiwa na hofu na wasiwasi, unaweza kutumia hata message kumjibu mtu kama unajisikia labda hofu kuongea naye moja kwa moja, kumjibu kwamba hutaweza kufika au hutaweza kufanya hilo jambo. Lakini jambo la 4, epuka neno siwezi. Tunasema I can't, natumia sifanyi. Hii tunasema I don't. Sasa unajua kisaikolojia unaposema siwezi, maana yake inakuwa inaonyesha kuna vitu viko nje ya wewe vinakuzuia. Inaweza kuwa labda mazingira. Sasa mtu akiyatatua mazingira yako anaweza kukupata na wewe ukaonekana hauna msimamo. Lakini ukisema siwezi au sitaweza, inakuwa inaonyesha ni msimamo wako wa ndani. Ukisema siwezi kwa sababu unaona, yani inaanza kutoa sababu ambazo utaanza kujitetea na mtu atazitatua. Ukasema labda sijajipanga, sina nauli. Lakini ukisema sitaweza kufanya hivyo, maana yake ni sentensi ambayo haina maelezo zaidi. Kwa hiyo jifunze kutumia sentensi sitaweza au sifanyi. Hiyo inakuwa ni sentensi ambayo imekamilika, haihitaji maelezo zaidi. Lakini jambo la 5, jizoeze kukubali hali ya kutokupendeza. Tunasema discomfort. Unajua watu wengi ambao hawana msimamo ni watu ambao wanaitwa people pleaser, yani watu ambao wanapenda kumpendeza kila mtu. Unajua unaweza kumfurahisha mtu lakini nafsi yako inaumia. Kukubali muda mwingine kwamba ni bora watu wakuone tofauti lakini wewe umesimamia msimamo wako. Unapoamua kusimamia jambo, sema kwa ujasiri na usiogope. Unapoanza kuwaza watu watakuonaje, hapo sasa ndipo unaanza kupoteza msimamo wako. Kubali kwamba sio kwamba kila mtu atafurahia vile ambavyo wewe unasimamia. Na mara nyingi wale watu ambao hawapendi msimamo yako, basi hao watu hawafai kabisa kuendana na wewe, kwa sababu mtu mwenye hekima na anayekuheshimu atapenda mipaka yako na atapenda misimamo yako na misingi yako ya maisha yako ambayo wewe umeisimamia. Lakini ukiona mtu anakasirika au anakuacha au anakuwa mbali na wewe, basi huyo mtu alikuwa anafurahia pale wewe unapokuwa hauna msimamo. Sasa leo unaweza kutumia mbinu hii. Ukiona mtu anataka ufanye jambo fulani na wewe upendi,
unaweza ukamwambia kwa ujasiri bila kuogopa, au mtu anakulazimisha ufanye kitu fulani alafu ni muda wako wa kusoma au kufanya kazi fulani, unaweza kumwambia asante sana, lakini kwa sasa nina kazi fulani, siwezi kufanya hivyo au sitaweza kufanya hivyo, na usitoe maelezo zaidi. Hii itaonyesha kwamba wewe una msimamo ambao hauyumbishwi. Sasa mbinu ya tatu ni kubali uoga na utende hivyo hivyo. Tunasema feel the fear and do it anyway. Unajua mara nyingi watu wengi wanafikiri kwamba mtu jasiri ni mtu ambaye hana uoga kabisa, lakini huo ni uongo. Mtu jasiri huwa anahisi uoga lakini anatenda jambo sahihi akiwa anahisi uoga, lakini mtu mwoga huwa anaogopa kutenda. Tofauti ya mwoga na jasiri ni hapo kwenye kutenda jambo sahihi hata kama unajihisi mwoga. Sasa watu wengi waga wanasubiri paka uoga uishe, lakini kiukweli rafiki yangu, uoga waga hauishi. Unapotenda ndio uoga utaisha. Sasa hivi ndivyo unapoweza kukubali uoga usikuzuie na kuendelea kuwa na msimamo wako, kwa sababu ukisubiri uoga uishe hautaweza kuonyesha msimamo. Unatakiwa utende hata kama vile unavyojihisi, labda unajisikia uoga au unatetemeka, endelea kutenda na baadaye utaona uoga unaisha kabisa. Na mara nyingi unajua sisi asilimia kubwa si binadamu huwa tunashindwa kufanya mambo mengi kwa sababu ya kujihisi uoga, na tunahisi kwamba tukisubiri muda fulani labda uoga ukiisha ndio tutaweza kufanya, lakini kwa kweli haipo hivyo. Sasa kuna hatua ambazo zinaweza kusaidia kutenda ili kuonesha msimamo wako na kutokusubiri uoga uendelee kukuzuia. Jambo la kwanza kabisa, tambua kuwa uoga ni ishara na sio kizuizi. Unajua mara nyingi tunashindwa kufanya jambo kwa sababu mara nyingi sisi ubongo wetu huwa unatengeneza mazingira ya comfort zone, yani sehemu ambayo tumeshazoea. Mara nyingi hata kama umeenda labda ofisini kuna kiti chako ambao umeshazoea kukaa, au hata kazini, sehemu yote, hata kanisani kuna upande ambao umeshazoea kukaa. Hiyo tunasemaga ni comfort zone. Ndio maana siku ukija kubadilishiwa ile sehemu unajisikia tofauti sehemu yoyote, kwa sababu mara nyingi sisi binadamu tuna namna ya kujitengenezea mazingira ambayo tumeshazoea. Sasa na ubongo wetu waga unatengeneza mazingira ambayo tumeshazoea. Kwa mfano umeshazoea labda kukaa kimya, useme jambo lolote au kuonesha msimamo. Sasa unapoenda kutenda jambo ambalo liko tofauti, waga mwili wako au ubongo wako unaona kwamba ile jambo ni hatari. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya kukulinda. Sasa mara nyingi ndio unaona mapigo ya moyo yanadunda kwa haraka, unaanza kujisikia wasiwasi, hofu. Ile ni namna ya mwili kukulinda na ubongo wako unatengeneza mazingira ya kukulinda ili usiingie kwenye hatari. Wenyewe unaona kama ni hatari lakini sio hatari. Sasa utakuwa ufanyaje? Ukiona hiyo hali inatokea, badala ya kuona kwamba ni kitu cha hatari, unaweza kubadilisha mtazamo. Badala ya kusema kwamba ninaogopa kusema ukweli huu, unaweza kusema kweli ninaogopa kusema ukweli huu. Lakini huu msisimko na haya mabadiliko ni hali ambayo inaonyesha kwamba kuna jambo la muhimu nitakuwa niliseme ambalo litasimamia msimamo wangu. Baada ya kuona kwamba unaogopa au ni jambo la hatari, badilisha mtazamo. Unajua kwenye ubongo wetu ni namna tu vile unavyobadilisha mtazamo. Unaweza kuwa na watu wawili, mmoja akaona hapa kuna shida, mwingine akaona kuna faida. Yule aliona faida atapata matokeo makubwa zaidi kwa sababu amebadilisha mtazamo. Kuona wewe badilisha mtazamo. Baada ya kuona uoga kama ni kitu ambacho ni cha hatari, ona kama ni sehemu ambayo inaenda kukuinua kufanya jambo ambalo ni la msingi. Lakini jambo la pili ni kanuni ya sekunde 5. Tumia kanuni ya sekunde 5. Tunaita the 5 second rule. Unajua kuna sekunde chache sana za ubongo wako kuanza kutengeneza sababu ya kukuogopesha. Ya kuanza kukuambia kwamba usifanye au usitende hilo jambo, ni hatari. Sasa ili kuzima hizo sababu, kuna mbinu ya sekunde 5. Tunaita the 5 second rule. Sasa unaweza ukatumia mbinu hii pale unapoona kabla umpata wasiwasi au unataka kufanya jambo fulani, unaona kuna sababu ambazo zinataka kuanza kuja, unaweza kutumia mbinu hii. Unaanza kuhesabu 5 kurudi nyuma. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ukihesabu 1 kwenda mbele, labda 1 2 3 ni vitu ambavyo tumeshavizoea, tunasema comfort zone. Maana yake unajikuta unaendelea zaidi paka 100, lakini ukihesabu kwa kurudi nyuma ni vitu ambavyo hatujavizoea. Kwa hiyo unakuwa unatoa ubongo wako kwenye sehemu ya amygdala ambao unaongozwa na hisia za hofu labda na hiyo wasiwasi, na urudisha kwenye prefrontal cortex, kwenye ubongo ambao unafanya maamuzi ya kishujaa. Kwa hiyo unaweza kuhesabu labda 5 4 3 2 1 alafu unatenda. Unaona kuhesabu kwa namna hiyo inahitaji kidogo utulivu. Kwa ile hali ya hofu na wasiwasi inakuwa imepotea. Na hapo ukishafanya hivyo basi unatenda na utakuwa umeondoa kabisa sababu za ubongo wako kwanza kukutengenezea mazingira ya kukuogopesha usitende jambo lolote. Lakini jambo la 3, tenganisha nafsi yako na hisia ya uoga. Unajua unaposema mimi ni muoga, unakuwa unatengeneza utambulisho wako. Lakini unaposema ninahisi hapa nimeogopa, maana yake unakuwa unatoa utambulisho wako katika hali fulani. Kwa sababu unajua mara nyingi hofu ni hisia
ambayo waga tunaihisi, lakini sio jinsi wewe ulivyo. Sasa unapotoa ile hali ya utambulisho wako ukasema mimi ni mwoga, maana yake pale unakuwa umeshajitambulisha kwamba wewe ni mwoga, na ukabadilisha ukasema nimehisi uoga. Hii inakuwa inaonyesha kwamba umeutoa uoga katika utambulisho wako, na hapo unaweza kupambana na kitu hicho, kwa sababu mara nyingi ukisema mimi, maana yake hicho kitu tayari umeshajizinisha, yani umeshajipatia kwamba wewe uko hivyo. Epuka sana maneno ambayo yanaanza na sentensi mimi unapokuwa unasema jambo lolote, maana yake pale unakuwa unatengeneza utambulisho wako kisaikolojia. Lakini jambo la 4, jiulize ni gharama gani ya kukaa kimya. Unajua mara nyingi wakati tunaonaga kwamba yale madhaifu labda ya kukaa kimya ni ya kawaida, au kupotezea kusema jambo ni kitu cha kawaida, lakini mara nyingi kuna gharama kubwa kuliko kuto kufanya msimamo. Unajua mara nyingi unaweza kuwa na situation ambayo wewe ukashindwa kuonesha msimamo, ukawa unaogopa labda kukataliwa na kuchekwa au kuonekana wa ajabu, lakini vile vitu waga ni vya muda mfupi. Watu wanaweza kucheka au wakakuona wewe ni mtu wa ajabu, lakini maumivu ya kutokutenda au kutokuonesha msimamo huwa ni makubwa zaidi. Mfano, unataka kwenda kumwambia mtu ukweli au kusimamia jambo fulani, wewe ukashindwa kufanya, baadaye utajisikia vibaya zaidi kuliko ile hofu ya kuchekwa kwa ule muda mfupi, kwa sababu watu watakucheka kwa muda ule na watasahau, lakini yale maumivu ambayo utateseka nayo wewe ni kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu utajisikia vibaya, utajiona kwamba yani umejisaliti na nafsi yako itakuwa na amani zaidi. Kwa hiyo gharama muda mwingine ziangalie, kwa sababu vile usipofanya msimamo au usipoonesha jambo la msimamo, kuna maumivu makali zaidi kuliko yale ya kawaida ambayo ni ya muda mfupi, ambayo ni ya kuchekwa au kuonekana wa ajabu au kukataliwa. Lakini jambo la 5, fanya mazoezi ya kujiletea usumbufu. Tunaita voluntary discomfort. Unajua mara nyingi watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba unapotaka kufanya jambo lolote lazima utengeneze mazingira ya kulizoea kwanza. Kwa hiyo unaweza ukafanya mazoezi ya kutengeneza mazingira ubongo wako uanze kuzoea kwamba jambo la msimamo ni jambo la kawaida na sio hatari kwako, au kusimamia vitu vyako ni vitu vya muhimu zaidi. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mazingira ya kuonesha kwamba jambo lolote ambalo unaamua kulisema ni haki yako na sio hatari. Unaweza kwenda labda sehemu labda watu wanaongea, au labda kanisani au kwenye mkutano, unaweza ukanyosha mkono na ukaelezea, hata kama unatetemeka, jibu tu swali, kwa sababu unapokuwa unazoeza ile hali kufanya vile, maana yake unakuwa unatengeneza mazingira ya ubongo wako kuzoea kwamba vile vitu ni vya kawaida na sio hatari. Kwa mfano labda unaenda labda kwenye duka fulani, unaweza ukaomba punguzo au kaomba upunguziwe bei, hata kama unaona kwamba haiwezekani, ili tu uzoeze ile hali ya kuona kwamba kutokusimamia vitu vyako sio kitu cha hatari. Lakini pia unaweza kwenda hotelini ukaagiza chakula, kama ukiona hicho chakula labda hujakipenda, unaweza ukaagiza chakula kingine kuliko kuendelea kula huku unanungunika, kwa sababu maumivu ya baadaye pale utajisikia vibaya zaidi, kwa sababu umekula chakula ambacho hukipendi na hujakifurahia. Lakini ukionyesha msimamo pale, hata watu wakikucheka, wakikuchukia, yale mambo yatapita, lakini ukiendelea kula huku na fyonza unajisikia vibaya, maumivu yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo jaribu kuonyesha msimamo kwa hatua ndogo ndogo, kwa sababu unajua mara nyingi kama nilivyosema awali, jasiri sio mtu ambaye anasubiri uoga unaisha, anatenda hata pale ambapo anajisikia yeye ni mwoga. Kwa hiyo anza kufanya mazoezi taratibu, hata kama unajisikia uoga au unatetemeka, endelea kutenda hiyo, kwa sababu baadaye utaimarika na kuimarika zaidi, na utajikuta unasimamia msimamo muda mwingine bila hata kuyumba, kwa sababu vitu vyote unavyoviona vimeanza taratibu. Hata mti ulianza taratibu mpaka ukaja kuwa mti mkubwa zaidi. Kwa hiyo na wewe unapotengeneza msimamo, anza na hatua. Usione ajabu kufanya jambo ambalo mwanzoni ulikuwa unajisikia vibaya. Hivyo hivyo ndio unaimarika, baadaye unakuja kuwa bora zaidi ya mwanzo. Sasa mbinu ya 4 ni jenga ushupavu wa sauti na lugha ya mwili, yani body language. Unajua jinsi ambavyo mwili ulivyo unaweza kuasili pia na jinsi ubongo wako unavyohisi au kufikiria au unavyoongozwa, kwa sababu unajua mara nyingi mwili ukionekana una nguvu, ubongo wako unaanza kuona kwamba wewe pia upo salama, haupo kwenye hatari. Sasa kuna namna ya kuweza kutumia lugha ya mwili na sauti yako ili kujenga msimamo imara, kwa sababu vile unavyojiweka na mwili wako unavyokaa, ubongo wako unaweza kutafsiri kwamba uko kwenye wasiwasi au una hofu au upo hatarini, lakini pia unaweza kutafsiri kwamba upo salama. Kwa namna unavyojiposition tu, unaweza kuwa unahisi labda kutetemeka, lakini mwili wako ukakubeba, ukaweka mazingira ambayo utakutengenezea ujasiri. Sasa jambo la kwanza ni kumiliki nafasi yako. Tunasema space ownership. Unajua watu wengi wenye uoga mara nyingi wanajikunja, wanajifunga mikono, wanaweka kifuani, anakunja mikono, anainama chini. Ni ile ishara tu ya kuogopa, ya kujiona mdogo, na mara nyingi wanakuwa wanaona kwamba wakichukua nafasi wataonekana kwamba wao ni tofauti. So mara nyingi wanajificha
Sasa ile mara nyingi inakufanya wewe uonekane mwoga zaidi. Sasa njia nzuri, kama umekaa, jaribu kuweka kifua chako vizuri mbele, inuka vizuri, uso wako uangalie juu, usiangalie chini, lakini pia mabega yako yanyooke vizuri. Hiyo inakuwa inatengeneza mazingira ya kupunguza homoni ya msongo ambayo inaitwa cortisol na kuzalisha homoni ya ujasiri ambayo ni testosterone, na hapo utajihisi wewe ni mtu mwenye ujasiri na mwenye msimamo. Lakini pia jambo la pili ni sanaa ya eye contact. Unajua macho ni dirisha la msimamo, na mara nyingi unapokuwa unakopesha macho kuangalia naye mtu, inakuwa inaonyesha kwamba wewe unaogopa au una wasiwasi na hauna msimamo. Sasa mara nyingi issue sio kumkodolea mtu macho kwa muda mrefu zaidi. Inashauriwa mtu kumwangalia kwa 60% hadi 70%. Yaani maana yake usimwangalie mtu kwa muda mwingi zaidi, kwa sababu utaona labda kuna jambo fulani labda unalihitaji. So mara nyingi, kwa mfano, unataka kumtazama mtu, ukaona labda umechoka kumtazama, unaweza kuangalia pembeni, lakini usiangalie chini. Ukiangalia chini kisaikolojia ni ishara kwamba unajiona mdogo zidi ya huyo mtu. Lakini mbinu nyingine, kama kwa mfano unaogopa kumwangalia machoni kwa muda mrefu zaidi, unaweza ukamwangalia kwenye nyusi zake. Yeye atahisi unamwangalia machoni, na hiyo itakutengenezea ujasiri zaidi, lakini sio kuangalia iti chini au kuanza kuchezesha macho. Hiyo ni ishara ya wasiwasi na ni hali ambayo inaonyesha kwamba wewe unaogopa au una hofu, na hiyo itakupotezea kabisa msimamo. Lakini jambo la tatu, dhibiti kasi na toni ya sauti yako. Unajua watu wengi ambao wanaoga au watu ambao wana msimamo, mara nyingi wanaongea haraka zaidi, na hiyo ni ishara kwamba wanakuwa nahisi kwamba watazuiliwa kuongea. Lakini mtu mwenye ujasiri ni yule mtu ambaye anaongea kwa msimamo na sauti yake inakuwa imepangiliwa kwa muda mzuri. Mara nyingi inashauriwa ongea sauti ambayo inatokea kuanzia tumboni kwenda juu. Usianzie sauti ya juu juu tu, kwa sababu ukiongea kwenye koo hapa utatoa sauti ya juu juu tu kwa haraka haraka, lakini sauti ikitoka ndani itatoka kwanza na sauti yenye msisitizo na itakuwa ina nguvu, lakini itakuwa ni nzito na itaonesha msimamo na uimara kwamba wewe unachokisema kina maana. Lakini pia unapokuwa unaongea, mwishoni simalizie sentensi kwa sauti ya juu. Ukifanya hivyo inakuwa inaonyesha kwamba unaomba idhini kwa mtu mwingine kwa maelezo yako. Lakini pia kwenye sauti, jitahidi sana sauti yako unapokuwa unaongea. Kwa mfano labda umesema neno hapana, usitoe maelezo mengi, kaa kimya. Mtu akisikia umekaa kimya baada ya kusema jambo kama hapana, ataliwekea msisitizo zaidi na ataliona kwamba hilo jambo umelisimamia. Usiwe mtu wa kuongea zaidi bila mpangilio. Ongea kwa utaratibu, kwa kuzingatia muda maalum, lakini usiongee kwa kupayuka haraka haraka. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba huna msimamo. Lakini jambo la 4, tuliza mikono na miguu. Tunasema eliminate fidgeting. Unajua mara nyingi watu wenye uoga mara nyingi huwa wanakuwa wanachezea miguu, wanakuwa na tikisa mikono. Ile ni hali ya kisaikolojia ya mtu kujituliza, kwa sababu mtu anapohisi wasiwasi kunakuwa na shinikizo la ndani. Kwa hiyo atakuwa anajituliza kwa kuchezea labda shingo, mikono, labda miguu kutikisa. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba ni hali kama mtu anajituliza. Sasa njia nzuri ndio utulie, ukae vizuri, tunasema stillness, tulia vizuri, mikono yako usichezee, onesha utulivu. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba wewe hubabaishi wala utikiswi na jambo lolote. Lakini jambo la 5 ni mazoezi ya kupumua kwa tumbo. Tunasema boxing breathing. Unajua watu wengi wenye uoga mara nyingi wanakuwa wanaongea kwa juu, wanakuwa wanapumua kwa haraka. Sasa njia nzuri, unapoona labda uoga unataka kushinda, unaweza ukafanya hii boxing breathing. Unaweza ukavuta pumzi kuanzia kwenye tumbo, alafu kaishikilia kwa sekunde 4, yani 1 2 3 4, alafu kaitoa taratibu. Pale utakuwa unatengeneza namna ya kutuliza mfumo wako wa fahamu utulie, kwa sababu mara nyingi unakuwa unakuongoza kwenye hisia za uoga au hofu, kwa unakuwa unautuliza pale. Sasa njia nzuri, kwa mfano labda kuna jambo fulani labda unataka kulifanyia kazi alafu unahisi uoga, unaweza ukakaa pembeni ukavuta hii box breathing kwa muda hata wa mara 4, ukafanya session hata 4, utaona kabisa kuna utulivu unatokea. Sasa unaweza kaamua labda kwenye hii mbinu ya 4 unaweza ukatafuta jambo moja ukalifanyia kazi, labda kwa mfano kuangalia watu machoni. Kwa mfano labda unapoongea na mtu, muangalie machoni mpaka yeye mwenyewe aanze kugeuza macho. Utaanza kumwona mtu anapoanza kuheshimu na kuona tofauti bila hata kusema jambo lolote. Unaweza kufanyia kazi mbinu hii. Labda ukiwa unaongea na mtu kuanzia leo unaweza kutumia mbinu hii. Muangalie mtu machoni. Kama unaogopa, angalia kwenye nyusi zake mpaka yeye aanze kugeuza macho yake. Utaanza kuona watu jinsi wanavyokuheshimu bila hata wewe kusema jambo lolote.
Sasa mbinu ya tano ni kuanza na ushindi mdogo, tunaita micro boundaries. Unajua kuweka msimamo au kuwa na msimamo imara ni kama mazoezi. Unaanza na uzito mdogo, baadaye unaenda kwenye uzito mkubwa zaidi. Uwezo kuanzia uzito mkubwa zaidi, lazima utakushinda. Kwa hiyo lazima uanzie uzito mdogo afu unapiga hatua. Sasa hivi ndivyo unaweza kuanza kuweka msimamo kuanzia taratibu mpaka kuwa na msimamo imara usioyumbishwa. Jambo la kwanza kabisa, weka mipaka ya muda. Tunasema time boundaries. Kwa mfano labda umeshajiwekea ratiba kwamba saa 10 nitaanza kusoma. Rafiki yako akikupigia simu, mwambie samahani, nitakutafuta baadaye kwa sasa hivi niko busy. Pale inakuwa inaonyesha kwamba tayari umeshaanza kusimamia mipaka yako au muda wako au mambo ambayo umejiwekea wewe mwenyewe, kwa sababu ukishindwa kujisimamia wewe mwenyewe, maana yake huwezi kusimamia mambo mengine ambayo yatakuja kwa upande wako. Lakini jambo la pili, simamia mapendeleo yako. Tunasema micro opinion. Kwa mfano labda umeenda na rafiki zako labda sehemu umetoka, kuona wote wanaagiza kitu fulani labda chipsi, wewe unaweza ukaagiza kitu tofauti. Pale inakuwa inaonyesha kwamba wewe unaweza ukasimamia kile kitu ambacho unataka. Unajua watu waoga mara nyingi wanaogopa kusimamia misimamo yao kwa sababu utaonekana wao wa ajabu au wa shamba. Unakuta wenzako wanaagiza labda bia na yeye anaamua aagize ili asionekane wa ajabu. Kwa hiyo unapoamua kusimamia msimamo wako bila kuogopa na bila kuwaza watu wengine, inakuwa inaonyesha kwamba wewe unajua unachokitaka. Lakini epuka kusema samahani isivyo lazima. Watu waoga mara nyingi utakuta kila kitu samahani kwa kuchelewa kujibu message, samahani kwa kukuuliza swali, au samahani naomba nikuulize swali. Mara nyingi inakuwa inakutengenezea mazingira ya wewe kuonekana huna msimamo ikizidi, lakini isipozidi ni hali ya kawaida. Sasa badala ya kusema samahani kwa sana, unaweza kutumia hata neno asante. Unaweza kusema asante kwa kusubiri kama mtu labda ulichelewa kujibu message. Lakini kama kwa mfano unataka kumuuliza mtu swali, unaweza useme samahani naomba nikuulize swali, unaweza kusema labda naomba nikuulize swali, kuliko kuanza kusema samahani. Kwa sababu unaposema samahani sana, inakuwa inaonyesha kwamba unaomba hitaji la wewe kuonekana una msimamo, na mara nyingi itakuonyesha kwamba wewe hujiamini. Lakini sijasema kwamba usiseme samahani kwenye vitu baadhi, lakini ile inaozidi, mara nyingi waoga wanakuwa na wasiwasi ya kuonekana kwamba kile wanachokifanya hakina nguvu. Kwa mara nyingi unakuta anasema samahani kila muda hata kama sehemu haihitajiki. Lakini jambo la 4 ni tekeleza sheria ya masaa 24. Unajua mara nyingi unapokuwa na oga au unapokuwa na wasiwasi, huwezi kuonesha msimamo kamili. Kwa mfano labda umepata jambo ambalo unaona wewe litakuletea shinikizo au hofu na wasiwasi, ukashindwa kufanya maamuzi sahihi na kuonesha msimamo. Unaweza kumwambia mtu nipe muda mpaka kesho, muda kama huu nitakujibu, au nipe wakati wa kufikiria mpaka kesho, muda kama huu nitakujibu. Kwanza hapo unapata muda wa kumiliki muda wako na kuamua vile ambavyo utafanya, na utakuwa umetuliza ule mfumo wako wa fahamu kukuendesha kwenye hofu na wasiwasi. Lakini jambo la 5, rekebisha makosa madogo. Tunasema the correction drill. Kwa mfano labda umeenda hotelini, ukaona labda umemwagiza mhudumu akuletee kinywaji cha baridi akakuletea cha moto. Unaweza kumwambia samahani, nilikuomba uniletee kinywaji cha baridi, umeletea cha moto, naomba unibadilishie. Hii inakuwa inaonyesha kwamba wewe una uwezo wa kusimamia vile vitu ambavyo hujapendezwa navyo, kwa sababu usipoweza kusimamia vitu vidogo vidogo, hata vile vitu vikubwa uweze kuweka msimamo. Kwa hiyo ukianza na hatua ndogo ndogo kuweka msimamo, jaribu hata kwenda sehemu labda ukaona kama kuna mtu kwa kufanya jambo ambalo wewe hujapendezwa nalo, weka msimamo, na hatua kwa hatua utaimarika na kuwa na msimamo usioyumba. Sasa mbinu ya 6 ni kubali kupoteza connection zisizo na tija. Sasa hii waga ndio hatua ngumu zaidi, kwa sababu hii ndio sehemu ambayo watu huwa wanapoteza, wale watu ambao hawawezi kuvumilia msimamo ambao watu wameuweka. Na mara nyingi ukiona mtu hawezi kuvumilia msimamo ambao umeweka, ndio yule mtu ambaye alikuwa anafaidi vile ambavyo wewe ulikuwa hauna msimamo. Sasa kuna mbinu ambazo zinaweza kukusaidia ukaweka msimamo bila kuwa na hofu yoyote ya watu ambao watabadilika au kujitenga na wewe au kukuona wewe huko tofauti. Jambo la kwanza kabisa, tambua wanyonya nguvu, tunaita energy vampire. Unajua mara nyingi wale watu ambao walikuwa wanafurahia wewe ulipokuwa hauna msimamo, sasa ukiweka msimamo kaona wanaanza kuita labda umebadilika, unadharau au umekuwa mtu tofauti. Manake hao watu ndio wanafurahia pale wewe ambao ulikuwa hauna msimamo. Na mara nyingi sasa hao watu hawafai kuendana na wewe, kwa sababu wanafurahia pale ambapo wewe unakuwa hauna msimamo. Na hiyo ndio ishara kwamba umeshaanza kusimamia msimamo wako. Ukianza kuona wanakuambia umebadilika, umekuwa na dharau, umeanza kuwa na maneno ambayo
hayajari au umekuwa tofauti, hapo ni ishara kwamba umeshaanza kusimamia msimamo wako. Lakini jambo la pili, acha hofu ya FOMO. Tunasema fear of missing out. Unajua kisaikolojia si binadamu waga tuna ile hofu ya kupoteza vitu. Kwa sababu unaona ukisimamia msimamo wako na baadhi ya watu watapotea, au kuna watu ambao hawatakuwa karibu na wewe, marafiki, utaanza kuwaza labda utapitwa na mambo fulani. Kiukweli kama ulivyowapata wale watu mwanzo waliokuwa hawakuheshimu, utapata watu wengine ambao watakuheshimu. Ni bora ukaa mwenyewe ukisubiri watu sahihi kuliko kuendelea kushikilia watu ambao sio sahihi, kwa sababu huwezi kupata watu sahihi kama umeendelea kushikilia watu sahihi. Hiyo ndo kanuni ya ulimwengu. Lakini usitoe maelezo mengi unapoamua kujitenga. Unajua mara nyingi kuna situation ambayo unapitia, ukikutana na watu fulani labda unajisikia mtu ambaye una ujasiri au unakuwa na hofu. So mara nyingi hawa watu sio wazuri wa kuwa karibu nao, unatakiwa ujitenge nao kabisa na usitoe maelezo mengi zaidi, kwa sababu vitendo vyako ndio vinaamua msimamo wako. Usianze kujitetea labda mimi nimeamua hivi na hivi, wewe amua kupotea kabisa. Tunasema fade out, usionekane kabisa kwenye hilo kundi. Kuna watu ambao ukikutana nao unajisikia yani hauna nguvu, maadili yako yanavunjwa au unaonekana yani wewe ni mtu ambaye ni dhaifu. Hawa watu sio wa kuendelea kukaa nao. Lakini jambo la 4, jifunze ukiwa na muda. Tunasema the temporary solid. Kuna muda ambao sasa unakuta umejitenga na wale watu ambao wako hawafurahii msimamo wako, unajikuta uko peke yako. Sasa huo muda usipokuwa na msimamo unaweza kurudi nyuma ukaanza kuwatafuta. Hiyo sehemu utakuwa ushikilie msimamo wako, anza kujifunza vile vitu ambavyo ulikuwa unaona ni vigumu. Huo ndio muda sasa wa kuanza kufuatia malengo yako, wa kuanza kupangilia vitu vyako, kwa sababu ndio muda ambao utakuwa sasa upate muda wa free wa kuanza kusimamia vile vitu vya muhimu zaidi kwako. Lakini usiteteleke hapo kaanza kuwarudia tena wale watu, kwa sababu watakudharau zaidi. Hiyo ndio sehemu sana utakuwa upate space ya kuanza kujifunza zaidi. Lakini jambo la 5, heshima ni bora kuliko kupendwa. Unajua kisaikolojia kuna watu ambao wanaitwa people pleaser. Mara nyingi ni wale watu ambao wanapenda kupendwa na kila mtu. Sasa mara nyingi huwa hawaheshimiki. Lakini unaweza kuta hawa watu ambao wanaheshimika unakuta wanakuwa na maadui wengi, lakini maadui wanakuwa wanawaheshimu. Wanajua kwamba kuna sehemu sitakiwi kuvuka kabisa hapo. Mimi nikushauri bora uchague kuheshimiwa, kwa sababu ukiwa unachagua labda kupendwa kila mtu, watu watakuwa wanakudharau na kuheshimu. Lakini bora uchague heshima. Uwe na watu wachache lakini watu ambao wanathamini heshima yako au wanathamini maadili yako, kuliko kuwa na watu wengi ambao hawakuheshimu kabisa, wanakudharau, wanakusema vibaya, wanakuziaki. Hao watakurudisha nyuma na watakufanya wewe ujihisi vibaya. Sasa hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo umejifunza zaidi, au ulishakupitia hali gani ambayo ikakufanya wewe ukaonekana hauna msimamo. Hebu comment hapo sehemu ya comment section na mimi nitasoma na nitakujibu. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Tukutane kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.